ili ithibiti kwamba huyu ni mzinifu, itathibiti kwa vitu viwili. Cha kwanza, aje aseme mwenyewe kwa kutaka, baada ya kusema kutoharishwa na hilo kosa. Pili, waje watu walioshuhudia na wasipungue 4. Tena wao wameshuhudia tokeo lile la uzinifu, lile tendo lenyewe hasa la uzinifu moja kwa moja, isiyo vitu vingine vya kukashirika na kukamatana labda na kadhaa. Hiyo ni lile tokeo lenyewe hasa, na ili ithibiti kwamba ni uzinifu, ilaj qadra al-ulmula, iwe pameingia wastani hata wa nchi moja tu kwenye kile kinachoingizwa kule. Waje watu watoe ushahidi uliothibiti kwa kuona wote kwa macho, sio wende kutoa ushahidi kwamba ameona mmoja akapiga picha akaenda akawaonesha watatu naye akawa 4. Kushuhudia kwa macho kile kilichofanyika. Na katika kupiga, mtu ambaye anatakiwa apige ni mtu wa wastani wa afya. Kuna watu wamezidi watu kwa nguvu, yaani kupiga kwake kidogo huwa ni sana kwa nguvu walizonazo, na kuna wengine madhaifu sana, kupiga kwake sana huwa ni kidogo kwa udhaifu wa nguvu. Sasa wewe ni mtu ambaye wastani wa nguvu vyake wastani. Pia bakora ya kupiga isiwe imekauka, siwe kama, lakini pia isiwe bichi inakwenda kukatwa leo, isiwe bichi, iwe wastani kati ya ubichi na ukavu, iwe wastani kidogo. Na sehemu inapigwa ni mgongo. Sehemu ambazo ni sehemu za hatari zote zinakatazwa kupiga, kama vile kwenye tumbo ni sehemu ya hatari, unaweza kusababisha ile bakora kaje kusababisha afa kwenye tumbo. Lakini kwenye mgongo kitakachojitokeza huko si tatizo. Sehemu inayopigwa hasa ni kwenye mgongo. Akiwa mwanamume atapigwa mgongoni, na akiwa mwanamke atapigwa mgongoni. Akiwa mwanamume atapigwa katika hali yoyote, ima amesimama au amelala au amekaa au amechutama, vyovyote vile ambapo atapigwa. Kaa hivi, atakaa hivyo, atakapoelekezwa atapigwa. Akiwa mwanamke atapigwa ile hali amekaa kitako, na nguo zake zote zikusane zisiwe zisije zika, maana kule kupigwa inawezekana kule kujiinua mikono na nini kule kuumia kwake akaja akakashifika, na kuna kundi la waumini namshuhudia, kwa zitazuiwa zile nguo ile asikashifike. Alafu waliyashhad adhabahum ta'ifatun min al-mu'minin. Sheria hii inatekelezwa kupitia nguvu ya serikali. Kama serikali haijasimamia hii sheria, haitekelezeki. Kwa hiyo serikali itakuja kuwajibika siku ya Kiyama. Ni vizuri katika zile sehemu ambazo zimepewa nafasi za ruhusa ya Uislamu
kupitia serikali, zile nafasi ambazo zilipewa ruhusa Uislamu. Ni vizuri katika vitu ambavyo vipelekwe kule viruhusike, vitumike hizi hukumu za kukata mikono, hizi hukumu za wazinifu kupigwa mawe, kupigwa mikwaju. Ni vizuri zile hukumu kule ziigizwe, bali ni vizuri tunasema sisi, tunasema hivyo. Ama kupitia Uislamu ni wajibu, yani sheria Allah alazimisha moja kwa moja, na sisi tunasema ni vizuri hizi hukumu ziingizwe kule, halafu zitumike ili kutoharisha hii jamii. Ikipigwa mtu akipigwa kwa wastani huo, kama utatokezea tokeo la kufa, si shida. Kama atakufa baada ya kupigwa, akaumwa, baada akafanya vidonda, akafanyaje, sio tatizo wala hakuna kesi. Inawezekana akaja akakamatwa mtu ambaye amefanya kosa hili, ni mtu hafifu wa mwili, dhaifu wa mwili sana, kiasi ambacho kipigo hiki akipigwa inawezekana akapoteza maisha kabisa kulingana na hali. Adhabu ya bakora iko pale pale, lakini mmoja tahbibu, na watu hao sio wengi. Inawezekana katika mji haimu hata mmoja, katika mji mwingine kama tunaoishi inawezekana hamna hata mmoja, ni baadhi ya watu. Unakuta mtu tangu maumbile yake akitembea kwanza hawi na mwili, alafu akitembea nasipetuka, mifupa yenyewe tabu, akaliingia hilo kosa mukhtaran. Kama fanya uzinifu, maana mtu ametaka mwenyewe, kama hajachagua kalazimishwa, si mzinifu. Kwa hiyo mwenyewe tu kachagua, nafsi yake imekuwa khabith, akaliingia hilo kosa, apigwe bakora 100. Lakini zitakusanywa bakora 100, atapigwa nazo kwa mkupuo mmoja. Na kwa sababu masala ya kutekeleza mtu, masala ya mahakama. Kwa hiyo mahakama inajua vizuri hizi taratibu, kwamba mtu huyu alivyo kulingana na vigezo vya Uislamu apigwe katika taratibu hii. Kwa hiyo atapigwa katika huo taratibu. Baada ya elekezo hilo la kuletwa adhabu na kutekelezwa kwake, alafu yamekuja maelezo kuhusu mzinifu na uhalisia wake. Kivipi? Azani la yankihu illa zaniyatan au mushrika, mzinifu wa kiume hamuowi isipokuwa mzinifu wa kike au mshirikina. Wazaniyatu la yankihuha illa zani au mushriki, na mzinifu wa kike haolewi isipokuwa na mzinifu wa kiume au mshirikina. Neno nikaha hapa linakusudiwa kilugha, sio kisheria. Nikah katika lugha ni ule mwingiliano. Kwa hiyo la yankihu na la yankihuha haikusudiwi ile nikah shar'an, inakusudiwa nikah lughatan, kilugha, kwa maana ya jimaa. Kwa hiyo azani, mzinifu wa kiume, la yankihu illa zania, hatakwenda kufanya uzinifu isipokuwa na mzinifu, ile nikah, ile jimaa, mpaka wakakubaliana. Ilikuwa mwanamume nani? Ni mzinifu, na huyu mwanamke ambaye ndio anakwenda kulifanya lile na nani? Ni mzinifu. Au mushrika, au atafanya ile kosa na mshirikina. Yaani hapa hakutajwa mzinifu, kataja mshirikina wa kike. Kwa nini? Kwa sababu mustalaha wa neno zina ni mustalaha wa neno uzinifu, mustalahul islami. Huu ni mustalaha wa Uislamu kusema uzinifu,
sio mustalaha wa usiokuwa Uislamu. Uislamu una mustalahati zake. Mfano ukisema aya, lete aya. Neno aya ni mustalaha wa Kiislamu. Kitabu cha Taurati, kitabu cha Injili, hakuna mustalaha wa kusema aya. Ile neno aya ni mustalaha wa Uislamu, ni istilahi ya Uislamu. Sasa Uislamu una istilahati nyingi zake yeye kama Uislamu. Sasa katika istilahati zake kwenye makosa haya ndio wanaita uzinifu. Wasiokuwa na dini ya Uislamu wakisema uzinifu, wanaulizwa hili neno wanaambiwa hili neno kwenye dini yenu hili, kwamba tendo hili linazingatiwa na uzinifu kwenye dini yenu hili halipo. Nyinyi mna mustalaha gani? Wamekosa, maana wameiba mustalaha wa Uislamu wakatumia kwa kama ambavyo neno Allah, Wakristo wa Arabu muabudiwa wao wanamwita Allah, huyo Yasun wanamwita Allah. Wanaambiwa mustalaha wa Taurati wa Injili neno Allah halimo. Muabudiwa wenu waitwa nani? Jina la muabudiwa wa Wakristo kwenye ile Injili limepotea, halimo. Kwa hiyo wamekuwa wanatafuta, mara wanaita Yesu, mara wanaita Allah kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Kiarabu, lakini lile neno hasa wale wahakiki wa Injili wale wenyewe hasa wanasema wa inna ismal haqiqi lillahi qad dha. Katika uhakika wa ile Injili wanasema jina hasa la uhakika la muabudiwa halipo, limepotea. Kwa hiyo wanakopa sehemu nyingine. Sasa neno uzinifu ni mustalaha wa Uislamu. Ndio maana Uislamu unachukua mustalaha wa neno lake, halafu kwenye dini hizo za kibatili hizo haijachukua mustalaha wao. Ndio nakuta hapa anasemaje, la yankihu illa zaniyatan au mushrika. Hakusema zania ni mshirikina, ni mzinifu huyo mshirikina, lakini hakutajwa kwa lile kosa. Kwenye Uislamu linawekwa kosa lile uzinifu, huko kwenye ushirikina wao wanajua wenyewe wanahitaji. Ndio hapa akaitwa mshirikina. Hatofanya mzinifu wa kiume, isipokuwa akifanya uzinifu na Muislamu katika wanawake, huyo Muislamu ataitwa zania, mzinifu wa kike. Kama hakufanya uzinifu na Muislamu katika wanawake, atakwenda kufanya uzinifu yeye na mshirikina, lakini hakuitwa zania, ameitwa mshirika, kwa sababu wao kama wana istilahi yao watasema kwenye istilahi yao. Kwenye Uislamu anaitwa mshirikina tunataka kwa wazaniatu, na mzinifu wa kike la yankihuha, hatakutana katika huo uzinifu, ile jimaa nikah, illa zani, isipokuwa mzinifu wa kiume ndio wamekubaliana naye. Wakishakubaliana wote wazinifu au mushrikin, au atakwenda kutana na mshirikina. Na elimu anasema hawa wazinifu wa kike na wa kiume huwa wanapenda uzinifu na wapa sampuli pia wazinifu wenzao, ama wanawake afifat na wanaume tahirun, wanawake wanajizindia na uzinifu, wanaume tahara, wanakwenda kwa nani? Wakitoka hapo wanakwenda kwa washirikina. Na Wakristo ni washirikina, na Mayahudi ni washirikina, na wengineo katika washirikina. Lakini Wakristo na Mayahudi, makafiri na ushirikina wanao, na wametaja kwenye Qur'ani katika jumla ya wanao ni ushirikina. Kwa hiyo hawa wazinifu watafanya uzinifu na Wakristo na Mayahudi, na hawa Wakristo watakaofanya uzinifu nao, hawa Wakristo wanaume watafanya uzinifu na wazinifu katika hao wanawake. Kwa sababu gani? Hawa wazinifu katika wanawake na wanaume hawapendi uzinifu, isipokuwa wanapenda uzinifu na washirikina au na washirikina na wazinifu wenzao. Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, na limeharamishwa hilo la uzinifu kwa waumini. Muumini ajua kwamba hili haramu, ambaye si muumini yeye haona tabu, wewe mshirikina haona tabu.
Lakini pia ahlulilmu wametafsiri wa hurrima dhalika ala almuslimin ala almu'minin, na ni tafsiri sahihi, na limeharamishwa hilo la nini, la kuwakutanisha katika ndoa, limekatazwa hilo kwa waumini. Na hapa ile neno nikah linabeba mustalah wa Uislamu tu, lakini kwenye tafsiri ya huku mbele ile neno nikah itabeba mustalah wa Uislamu wa ile ndoa ya kufungamanisha ya kufunga ndoa kati ya mume na mwanamume na mwanamke. Hurrima dhalika, limeharamishwa hilo la kufungisha ndoa mzinifu, la kufungisha ndoa mu'min na mzinifu au mu'min na mshirikina. Hurrima dhalika ala almu'minin, limeharamishwa hilo kwa waumini. Lipi? La kufungisha ndoa kati ya mzinifu na mu'min. Ni haramu ndoa ya mzinifu na mu'min, ni haramu. Yani mtu anajulikana mbazazi katika wanawake na mtu anafahamika ni mtulivu katika wanaume, ni haramu mwanamume mtulivu kwenda kumuoa mwanamke bazazi mzinifu, ni haramu. Lakini pia mtu katika mabazazi katika wanaume kwenda kumuoa mwanamke mtulivu si mzinifu, ni haramu na ni kosa, na wanakatazwa mawalii. Na mawalii wakija wakifanya hivyo, serikali ikija ikijua, iwaadhibu wa mawalii na ndoa ikijua. Hakuna kukaa katika ndoa kati ya mzinifu na mu'min. Hurrima dhalika ala almu'minina hatman, limeharamishwa hilo kwa waumini. Na kuna hikma kupitia aya zinazokuja. Kuna hikma ya kuwa mtu amemshuhudia mke wake katika uzinifu. Yani si jambo rahisi mtu kuapitishwa kushuhudia uzinifu. Lakini kwa nini? Kwa sababu huyu mwanamke ni mzinifu, hastahili kukaa naye tena, hastahili kukaa naye. Kama alimuoa yuko salama, saizi kashabadilika. Kama alikuwa si mzinifu, saizi kashabadilika. Kwa hiyo mume aonyeshwa ili ile ghaira, ule wivu upande, aachane naye, sababu ni haramu kukaa katika ndoa mzinifu na mume, kama ambavyo ni haramu kumuozesha binti mwanamume mshirikina. Mtu mshirikina ni haramu. Hurrima dhalika ala almu'minin, imeharamishwa kwa waumini. Aya hizi mbili zimekuja kuonyesha namna ya kuthibitishwa kosa kwa mzinifu na kuadhibiwa, lakini pia kuonyesha namna ya katazo la kufungisha ndoa kati ya mshirikina au mzinifu na mtu ambaye si mshirikina, pia mtu ambaye si mzinifu. Inawezekana ikaja ikatokezea mume akaona ilo kosa kwa mkewe, yuko peke yake, sasa afanye nini? Yuko peke yake na unatakiwa ushahidi iwe ni watu wanne. Lakini kwa njia ya nyingine pia, kwa upande wa pili, inawezekana mwanamke akaja akaliona ile kosa kwa mumewe, ule kuona hasa kikamilifu, yeye aweje pia mwanamke. Kwanza kwa upande wa mwanamke, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yarmuna almuhsanati, hapana,
aya izungumzie masala ya mume kwa mke wake. Nukta ya pili, kwamba kule kutakiwa kushuhudia watu wameona tokeo la uzinifu. Inawezekana kwa watu majasiri wakaja wakasema ilhali hawajaona tena. Sasa wakaja wakawataja fulani na fulani. Hao wanaowataja hawamo kabisa katika masala, wanajulikana ni watu waliojiepusha na uzinifu kabisa, jamii ndio wanapojua. Wao wakaja wakawazushia kosa la uzinifu. Allah anasema hivi kuhusu hao, walladhina yarmuna almuhsanat, na watu ambao watakuja kuwazushia uzinifu wanawake waliojilinda na zinaa. Walladhina yarmuna almuhsanat, na watu ambao watakuja kuwazushia uzinifu wanawake waliojiepusha na zinaa. Kivipi wamewazushia? Kwa sababu wamesema kwamba wamefanya uzinifu, thumma, alafu baada ya kusema lam ya'tu bi arba'ati shuhada, hawakuleta mashahidi wanne. Iwe yeye peke yake kaona, hana wenzake watatu, au wawili wameona hawana wenzao wawili, au ni watatu wameona hawana tena mwenzao mmoja, wanaambiwa wao wamezusha. Na iwe hawajaona kabisa, wakaja wakasema lam ya'tu bi arba'ati shuhada, hawakuleta mashahidi, na mashahidi wanaotakiwa ni wanne. Hawa watu waliokuja kuleta uzushi huu nao pia wana hukumu ipitishwe. Na hapa Allah amesema yarmuna almuhsanat, wanawazushia wanawake waliohifadhi na uzinifu. Lakini pia inaingia na almuhsinun, wanaume ambao wamejiepusha na hilo kosa. Na inawezekana wakamtaja mmoja, wasitaje wawili fulani, inawezekana wakataja wote wawili. Katika kutaja inawezekana wakamtaja mtu ahir mzinifu na mtu ambaye ni mtulivu, si mzinifu. Katika upande wa mwanamke au mmoja katika wao si mzinifu. Kwa hiyo ili huko kuzusha huko au yaliyozusha uzinifu ni mwanamke kama ambavyo aya iko wazi, lakini pia wanaochona nasema na mwanamume pia ambaye ni ghafil na uzinifu, hayumo kabisa katika hilo kosa. Hayumo vipi? Hakuna rekodi, hajulikani katika hilo na haonekani hasa na hamasa za masala hayo. Hayumo. Watu wakaja wakasema fulani tafadhali, mtu akaja akasema hiyo, basi apitishiwe hukumu. Lakini pia je, kama ambaye ni murma amesemewa hivyo, ni bazazi, sio muhsan. Kama sio muhsan ni bazazi, lakini pia inawezekana ni kafir dini yake, yani kokote aliko katika ukafiri, ambaye atazushiwa hilo kosa ni mwanamke, ni Muislamu, lakini ajulikana ni ahira, hukumu ya mbele aliyezusha hapati hukumu hii, lakini atakuwa na hukumu yake mbaya. Yani hukumu itakapokuja huyo aliyozusha hilo kosa hatupata hukumu hii, lakini itakuwa hukumu mbali ambayo inaitwa taazir. Lakini pia ikiwa si katika waumini kabisa, kitakufaa, haitakiwi pia wasema kwa hayo makosa ambayo wameyafanya hayo. Kwa hiyo mtu ambaye atasema hukumu hii itakayokuja hapa haimstahili yeye, lakini atapata hukumu yake katika ahkamu. Hapa kinachosemwa mwanamke aliyezushiwa uzinifu ni muhsan, mwanamke aliyejiepusha na hilo katika waumini, na mwanamume aliyezushiwa hilo kosa ni muhsan, yani amejiepusha na hilo kosa kabisa katika Uislamu. Hawa waliozusha hukumu yao fajliduhum 80 jalda, wapigeni fimbo
80. Hii amri fajliduhum anapewa nani? Anapewa msimamizi wa jamii. Sasa kwa makosa ndio yamekuja kufanyika ndani ya hii jamii. Kwa hiyo anayesimamia hii jamii ndiye anayeambiwa. Kwa hiyo wanaambiwa viongozi wanaosimamia hiyo jamii ambao wana saitara, walio na power, nyinyi wale wakamateni, muwapige 80 jalda, fimbo 80. Upigaji huu ni kama ule wa kule, aina ya bakora, aina ya mpigaji, sehemu ya kupiga na sehemu zinatakiwa ziepukwe katika kupiga, kama walivyopigwa wale kule wazinifu. Ile aina ya upigaji na taratibu yani na sifa ya bakora ndio ambao wanatakiwa wapigwe hao. Fadribuhum 80 jalda, wapigeni mijeledi, wapigeni bakora 80. Halafu panafungamana kwao na hukumu 3 baada ya kushapigwa au waliopigwa, panafungamana kwao na hukumu 3. Moja, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Moja ni huko kupigwa, yani wamekuja na ile kosa la kuzushia, panafungamana hukumu 3. Kwanza ni huko kupigwa. Pili, wala taqbalu lahum shahadatan abada, musije mkawakubalia kuja kutoa ushahidi maisha yao, hawafai kabisa kutoa ushahidi. Kwa nini? Hawa watu waongo, muongo hazingatii kabisa kwenye ushahidi. Kama ilikuwa anaonekana mkono kama alipoweza kuja kumzushia mtu kosa hili akauleta huu uongo, hakuna jambo lolote ambalo watakubalika tena na ushahidi abadan, yani abadan fi hayatihi, maisha yake hakubaliki kuwa shahidi. La taqbalu lahum shahadatan abada, msiwakubalie wao ushahidi kama wao. Jambo jingine la 3, wa ulaika, na hao watu hao, hao alfasiqun, ni watu waovu sana, ni mafasik. Fasik ni mtu alkhariju an taa, aliyetoka katika utiifu. Kwa hiyo hawa ni fusaq, na fasik hakubaliki kwenye ushahidi. Ushahidi wote, hata mtu akija kwa ushahidi mwezi umeonekana mtu fasik, hata mwongo tu, mtu mwongo haukubaliki ushahidi kwa mtu mwongo. Nani fasik? Wala si hatukubali mtu mwongo yote itakavyokuwa. Mtu mwongo aitambia basi leo mwezi umeonekana, fungeni. Misingi mlioyenga hapo, misingi ya uongo. Taarifa inafahamika, taarifa zenu mpaka mtakenye mzibuni, mzikimfanye na inawezekana wao mwezi walionekana, mkiamua kusema usionekana nasema fasiki hakubaliki, na apigiwe debe na vyombo vyote vya habari vya ulimwengu. Ni fasiki, mwongo. Uislamu wetu haujafungamanishwa na watu waongo kwenye kila kipengele, halafu katika ibada tukufu kama Siyamu ifungamanishwe na watu waongo. Sisi tufunge na tufungue kupitia waongo mpaka waseme abadan. Maisha haikubaliki taarifa ya mtu mwongo, na atakayekubali taarifa ya mtu mwongo amebeba dhambi kubwa, kwa sababu yeye ameshirikiana na yule Mungu kumsapoti yule muongo, amebeba dhambi kubwa.
Waongo hawa wanaotajwa katika hii sura, waongo hawa ambao wamekuja kumzushia uzinifu mtu, haukubaliki uongo wao hawa, na amepewa hukumu tatu: moja, wapigwe; pili, usikubalike ushahidi watakaotoa; tatu, ni mafasiki. Laika humul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa alladhina tabu, labda ili wasije ili wakubalike ushahidi, ili uondoke ule ufasiki, iwe wametubia. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale ambao wametubia na wa aslahu, na wakafanya vizuri. Fa inna Allaha ghafurur rahim, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu na ni mwenye huruma. Wanachuoni wanauliza swali kupitia hii aya, illa alladhina tabu, isipokuwa ambao wametubia ndio hukumu itaondoka. Huku kumewekwa hukumu ya hawa ni vitu vitatu: kupigwa, kutokubalika ushahidi na kuwa ni fasiki. Sasa hii illa inaondosha hukumu gani katika hizi? Je, baada ya kuleta ile kosa akisema mimi natubia, sirejei tena na kalalamika, hukumu iondoke kwamba basi asipigwe tena? Kwa hiyo kuna hukumu zilizoondoshwa kwa huyu, sio zote. Hukumu ya kupigwa iko pale pale, atapigwa, alafu atabakia mawili: kutokukubalika ushahidi na kuhukumika kwamba ni fasiki. Na kuhukumika kwamba ni fasiki katika hali mbili: mtu muongo, sisi tumepewa ruhusa ya kumhukumu ni fasiki, lakini pia kuna ule ufasiki ambao Allah anajua alivyo, na kulingana na alivyo Allah mwenyewe, huyu amzingatia ni fasiki. Sasa hili la Allah mwenyewe na huyu la haya ya fasiki, kwamba ushahidi hatutaki na kwamba ni fasiki kulingana na alichokifanya. Je, hizi hukumu mbili zitaondolewa? Kwamba je, baada ya kutubia basi atakubalika ushahidi? Kuna katika wale wanasema huyu kubaliki ushahidi hakubaliki tena kabisa, basi tena kimoja tu, basi sisi hatutosema ni fasiki, kwa sababu sisi tumeruhusika kumwita fasiki kwa Allah akisema wa ulaika humul fasiqun, hao ndio mafasiki. Kwa hiyo huku kumzingatia ni fasiki, baada ya kudhihirisha kutubia na kuacha hayo, utakuwa hatusemi tena sisi kama fulani huyu fasiki, hatusemi tena, lakini ushahidi hatutaki kwake. Kuna wengine wakasema atakubalika ushahidi na utaondoka ufasiki, lakini hukumu ya kupigwa haiondoki kwa illa. Hivi viwili ndio ahlulilmu wamevisemea katika hali hizo. Tutaamini vipi kama katubia? Wa aslahu, na wakatengeza. Tutaamini vipi kwamba huyu katengeza? Sisi tutajua vipi sisi na kuamini? Kutubia pamoja na kushakupigwa akadhibishe kile alichokisema. Maana kuna mwingine atapigwa aliposema hata kama mmenipiga mmenionea, kafanya uzinifu kweli, ang'ang'ania. Kuna mwingine ang'ang'ania, lakini huko kung'ang'ania kwake atakuja kukaribiwa bakora. Maana kisita baada ya kupitishwa hati anarejea kosa. Sasa kinachotakiwa kama ni kutubia akadhibishe. Kuna mwingine akishapigwa yeye anyamaza kimya, hasemi kwamba tukisema ni uongo. Sasa ili aje kubalika ushahidi akadhibisha alichokisema, aje kubalika ushahidi au asiibe fasiki, akadhibisha alichokisema kwamba si sahihi. Cha pili, yule aliyemsema vibaya amseme vizuri, alimsema kwa uzinifu amseme kwa ifa, amseme kwa utakasifu. Sasa katika yale masala, si mzinifu, ni afifu, amejizuilia, ni mtu anayelinda heshima yake na heshima za watu, havunji heshima za watu na havunji heshima yake,
wa aslahu, atengeneze, lakini pia asije akasema tena kwa mtu mwingine, na akija akisemwa mtu hafifu, yeye akadhibishe. Si kweli, yule mtu hana tabia hiyo, sababu asije akaingiza kwenye kosa. Kwa hiyo liusli, pakiharibiwa tena yeye atengeze. Na watu mahakimu, makadhi, wanajua kwa ufuatiliaji kwamba fulani ametubia kweli. Kwa hiyo yakija akitokezea masala ya kuhitaji ushahidi, kama ni kwenye masala haya, kama ni kwenye wizi, kama ni kwenye ulevi, kama ni mambo mengine, baada ya kushakupimwa vipimo vinavyodhibiti kwamba kweli kaacha, atakuja kukubalika katika ushahidi. Kama sio hivyo, hakubaliki ushahidi abadan. Yani sio kwenye masala yake, jambo lolote la ushahidi, yeye hakubaliki. Akitubia akatengeneza alichokiharibu, basi yatarudi haya mawili, au katika baadhi ya kauli ya mmoja itaondoka kwake kuzingatiwa ni fasik, lakini ushahidi hatakubalika. Na wengine katika ahlulilmu wakasema atakubalika ushahidi na itaondoka kwake ile kauli ya kuzingatiwa ni fasik. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha huruma kwa huyu, akasema fa inna Allaha ghafurur rahim. Akitubia na akatengeneza akawa mkweli kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah yeye ghafur, anasamehe kwa waliokosea, anapoomba msamaha, rahim, na Allah ana huruma kwa waja wake, basi hata mhurumia mja wake na hata mwamini. Hizi ni hukumu ambazo zimebainishwa katika hii sura. Nimesoma hukumu ya kwanza ya mzinifu na mahitaji yake yapitishwe, ijraati, taratibu ambazo zitakiwa zitumike, na hukumu ya pili ile ya ayatul bayinat, hukumu za wazi, ayatul bayinat. Na hukumu ya pili ni hukumu ya watu waliowasushia watu zina, na kinachotakiwa taratibu ambazo zitakiwa zipitishwe kwao. Na kwenye wote wawili hawa, taratibu hizi za adhabu zinapitishwa kwenye kundi la waumini. Waumini washuhudie adhabu. Ibn Qayyim ananasihi umma, anaonyesha kitu, lakini kwani katika jumla ya nasaha anasema ya magharura bil amani, ewe mtu ambaye unagururika na ndoto tu, takuwa kadha, hebu acha hizo ndoto zako chafu, elekea kwa Allah, tubia, kuwa mwema. Maasi usiyaparamie. Haya maasi hayo ukiyaparamia, adhabu yake siku ya kiyama kubwa mno. Na Mtume kashasema inna adhaba dunya ahwan min adhabi yawmil qiyamah. Yani mtu akilifanya kosa halafu ile kosa limetajwa adhabu yake duniani, hebu mtu aliangalia ile kosa na angalie hiyo adhabu, basi ajue kwamba adhabu ya dunia ndogo sana na ina nafuu sana kuliko adhabu ya siku ya kiyama. Sasa angalia kosa, mtu amekutana na mwanamke akaingiza sehemu ya nchi moja tu, basi sekunde fulani za kuhesabika ikawa imethibiti kwake uzinifu. Angalia kilichofanyika kwenye muda ule mfupi mno. Asa itazame adhabu ile bakora 100, bakora 100 kwa kile kilichofanyika bana. Hii adhabu ya dunia, mtu anaadhibiwa kulikosa sheria za Allah, kaadhibiwa. Mtu anaadhibiwa kafanya hilo kosa, angalia hii adhabu. Mtu kasema, katoa neno tu fulani kafanya uzinifu, kalima, mgongo unaenezwa bakora 80. Mtu ameiba wastani wa 300,000 au kifaa kinachofika takriban 300,000 au naweza zikapungua kidogo, tujalie 300,000 wastani, tujalie 300,000, tufanye 5, anakata mkono.
swali. Hebu angalia kosa na nini na adhabu. Hivi mkono huu, kiganja hichi kina thamani ya 500,000. Mtu akupe milioni 100, akwambia nipe kiganja, utampa? Sasa anakwenda kufanya kosa la kuchukua mali isiyo stahiki kwenye kiwango cha 300,000, 2.5, unakatwa mkono. Angalia kosa, angalia adhabu. Sasa hii ni adhabu ya dunia kulingana na hilo kosa. Hilo kosa mtu amelifanya duniani, hajaadhibiwa, akenda akaadhibiwa siku ya Kiyama. Nadhani kosa adhabu yake itakuja kuwaje? Na Mtume kashasema inna adhaba dunya ahwan. Hizi adhabu mnazoziona hizi, basi hizi za kidunia na nafuu sana min adhabi yaumil qiyama. Kwa hiyo aya ile ya mwanzo katika sura An-Nur ilipokuja imetimisha nini? La'allakum tadhakkarun, mnachotakiwa nyinyi mkumbuke saa zote, mufikirie, muwaze sana, muone. Na hili litafanya mtu ahifadhi nafsi yake na ajihifadhi viungo vyake na awe na hifadhi ya kutosha kikamilifu kati yake na Mola wake. Na sisi tutakiwa tupende sifa ya imani, natakiwa tujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu, tujiepushe na hayo makosa na tujikubalishe katika taa. Leo tuishie. Sallallahu alaihi wasallam ala baraka ala nabii Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.